Tulia ya wiki hapa iliyomalizika, ubizi wa kutosha, lakini asubuhi umepatikana. Waeleza wana Simba, wapenzi, mashabiki na wanachama, nini ambacho kimekuleta hapa Mo Simba Arena asubuhi? Tumekuja kushuhudia mazoezi ambapo leo tunafanya mazoezi yetu ya mwisho Dar es Salaam, Tanzania. Tukijiandaa na safari yetu ya kuelekea Eswatini ambapo tunakwenda kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo kikosi kinataraji kuondoka kesho siku ya Alhamis majira ya saa 4 asubuhi. Tutaondoka hapa na shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania, mpaka Johannesburg. Tutafika Johannesburg, tutachukua ndege nyingine kwenda mpaka Eswatini. Jioni ya siku hiyo, kwa maana ya tarehe 16, siku itakuwa imeisha namna hiyo. Tarehe 17 tutafanya mazoezi Eswatini, 18 mazoezi Eswatini, na tarehe 19 itakuwa ndio siku ya mchezo wetu dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kwa jumla ni kwamba maandalizi yanakwenda vizuri ama yamekwenda vizuri sana. Baada ya kucheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo, wachezaji wengine wakaenda kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Hapa namzungumzia Tanzania One, Yakubu Suleiman, Abraham Morris, lakini vile vile Steven Desemukwala ambaye jana amefanya balaa kubwa akiwa na timu yake ya taifa ya Uganda, pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman. Kwa hiyo hao wakawa wamekwenda kwenye majukumu yao. Wengine wachezaji wote waliosalia takriban 27 wakabakia Dar es Salaam kuendelea na programu ya mazoezi chini ya meneja Dimitar Pantev. Maandalizi yamekwenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumecheza mechi 2 za kirafiki nzuri kweli kweli, ambazo ilikuwa ni kipimo kizuri haswa kwa mwalimu kuiangalia timu yetu. Tumecheza dhidi ya Al Hilal mechi 2. Ya kwanza tumepata ushindi wa magoli 2-1, ya pili tukafungwa mabao 4-1, ambayo kwetu ilikuwa na faida kubwa kweli kweli. Michezo miwili dhidi ya Al Hilal imemuonesha mwalimu ana timu ya aina gani, ana wachezaji wa aina gani, na wapi aanzie kazi yake kwenye kutengeneza mipango yake kuelekea mechi yetu dhidi ya Nsingizini. Kwa hiyo tayari mwalimu ameshapata pa kuanzia, ameshajua tabia ya kiufundi ya mchezaji mmoja, ameshafahamu uwezo, fitness, thinking ya kiufundi ya mchezaji. Mechi ile imemuonesha vitu vingi vya kimsingi ambavyo ameanza kuvifanya kazi, kuvirekebisha taratibu kuelekea mechi yetu ya kimashindano. Kwa hiyo maandalizi kwa jumla yanakwenda vizuri kwa namna hiyo, na siku 3 hizi za mazoezi ya mwisho ni kazi ya kiufundi ya meneja Pantev na jopo lake kuendelea kusimika mipango yake ya kiutaalamu, twende tukafanye balaa kubwa katika mechi yetu ya kwanza ya ligi mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba sisi tuko tayari kwa ajili ya safari na tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Vipi baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na changamoto? Mchezo wa mwisho wa CAF, Musa Kamara Pimpini alitoka, nafasi yake iliingia Yakubu. Kama jopo la madaktari limekuambia kuhusiana na yeye, lakini pia Mohamed Bajaber, taarifa zake kama jopo la madaktari limekufahamisha pia, pamoja na Abdulrazak Hamza. Bajaber amerejea katika uwanja wa mazoezi, lakini bado hajakuwa kwenye ule utimamu wa 100%. Kwa hiyo anafanya mazoezi mepesi yake binafsi na timu, alafu ikifika ule muda wa mazoezi magumu, yeye anaendelea kufanya mazoezi yake binafsi ili kuendelea kuregain na kukaa sawa sawa kwa 100%. Kitendo cha yeye kurejea tu uwanjani na kufanya mazoezi na wenzie ni habari njema kwetu wana Simba, na tunaendelea kumwombea azidi kuimarika na kuwa imara na bora zaidi. Musa Kamara mara baada ya kuumia kwenye mchezo wa ligi mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United, aliendelea kupatiwa matibabu, na of course jeraha lake mwanzoni halikuonekana kama ni changamoto kubwa. Akaitwa kwenye timu ya taifa na ameelekea huko. Kwa hiyo tunasubiri sasa
arejee kwenye timu ya taifa, kwa sababu hakupata nafasi ya kucheza. Arejee kwenye timu ya taifa ili aangaliwe tena, tuone nini kinaendelea hasa kwenye eneo lake la goti ambalo aliumia katika mchezo ule. Mwingine ambaye tutaendelea kumkosa ni Abdulrazak Hamza. Huyu bado mpaka mwezi wa 12 pengine huko ndio anaweza akaanza kurejea uwanjani. Lakini ukitoa hao watatu, wengine wote waliosalia wako vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hatuna majeruhi mpya. Hatuna mchezaji mwingine ambaye amepata shida aina yote. Hii ni kusema ya kwamba tuko full squad, full nondo kuelekea mechi yetu ya tarehe 19. Semaji, ukiangalia mahala ambapo tunaenda kucheza mechi, pengine ni eneo ambalo kama si kuna Watanzania hapo, basi limezungukwa na maeneo ya karibu, kuna Watanzania wengi. Semaji, unafika hapo, timu inafika hapo, kiujumla msafara mzima wa Simba unafika hapo. Waeleze, zungumza nao mashabiki ambao wanapatikana karibu na maeneo hayo au eneo hilo. Ya Eswatini ni miongoni mwa maeneo ambayo kuna Watanzania wengi pamoja na ukanda wote ule wa Sahara. Kwanza tunategemea mashabiki kutoka Afrika Kusini, na tayari kupitia tawi la wekundu wa Johannesburg wameshaanza maandalizi. Nilikuwa nazungumza na Sam Kumalu ambaye anafanya logistics hizo kutoka Johannesburg mpaka Eswatini. Kwa basi kwa gari ni mwendo wa masaa 5. Kwa hiyo tunategemea mashabiki wengi wa Simba kutoka Afrika Kusini, hasa Johannesburg, watakuja kwa wingi Eswatini kuja kuishangilia timu yao. Lakini Eswatini iko katikati, imezungukwa na nchi nyingi hapo, Botswana wenyewe, Zambia, Zimbabwe, wote wale kuna wana Simba kutosha katika maeneo hayo. Kwa hiyo wengi watakuja katika mchezo huu pamoja na Watanzania ambao vile wanaishi Eswatini. Mimi ni wape ratiba ya kwamba tunawasili tarehe 16 na tarehe 19 ndio utakuwa mchezo wenyewe. Kwa hiyo wale wote ambao wanataka kuja katika mchezo huo, basi tarehe 19 saa 10 jioni ndio muda wa mchezo, na tutachezea katika uwanja wa Somhololo. Nini? Somhololo. Mimi Simbantu, vitu vingi navijua kusini. Kwa hiyo waje watupe support, waje waishangilie timu yao. Na nikwambie kitu kimoja, hii mechi ni mechi kubwa sana kwa pale Eswatini. Tumesha kwenda Eswatini kucheza na Mbabane Swallows, lakini kwa mara ya kwanza tunakwenda kucheza na hii timu ya Nsingizini Hotspurs. Lakini kwa pale Eswatini hii mechi inakuwa na mwamko mkubwa sana. Nimekuwa nikifuatilia namna ambavyo mashabiki wa Eswatini, mashabiki wa Nsingizini wanavotamba. Ni dhahiri shahiri ya kwamba hii mechi wameipania na hii mechi wameitaka. Niliona bango moja limeandikwa kwa lugha ya kwao, wanasema sijui mtafia hapa. Yani kumekuwa kuna vitisho fulani hivi wanatupa kuonesha kwamba tunakwenda kwenye maangamizi. Bahati mbaya zaidi ni kwamba hawajui kama wanaitisha Simba Sports Club ambaye hatuwezi kutishika na timu ya Nsingizi. Hilo haliwezekani. Simba hivyo haipo. Sisi hata tukiwa dhaifu hali kiasi gani, lakini hatuwezi kutishwa na timu ya aina hili. Simba hata akonde vipi hawezi kuwa kama nyau. Kwa hiyo Simba ni Simba, lazima wafahamu hilo. Lakini sisi tunaitaka group stage ya CAF. Kwa hiyo hatuko tayari kwa namna yoyote ile kuishia hatua kama hizi, hatua ya kwanza, sio hatua ya awali. Hizo sisi sio shida zetu. Sisi ni watu ambao tunapita hatua hizi, tunapita hatua ya makundi, tunakwenda kufia mbele huko. Sio hatua kama hizi. Lakini kama haitoshi, timu yetu imebadilika sana. Uzuri wakati tunacheza mechi yetu pale Gaborone, hawa walikuwepo Nsingizini wakati na wenyewe wanacheza mechi yao pale na Simba Bora. Kwa hiyo walituona pengine namna ambavyo tulicheza siku zile, wanafikiri Simba ni ile. Wasichokujua kwamba hii Simba ni ya tofauti mno. Kama ushawahi kuona nyoka anajivua gamba anakuwa mpya, ndio Simba yetu hii.
ni Simba ambayo ina mabadiliko makubwa sana. Simba ya Dimitar Pantev ina vitu vingi vipya na bora, ina vitu vingi vya surprise, ina vitu vingi vya kushtukiza. Kwa hiyo wasitegemee watakutana na Simba ile, wasitegemee wataweza kuiondoa Simba kwenye hatua kama hii. Tumejidhatiti, tumejipanga na tumejiandaa kwenda kuivusha timu yetu hatua inayofuata. Tumalizie semaji. Umerudi na wale walikuwa wanataka utoe taarifa za klabu wanakusikia sasa? Au bado hujarudi, tunazungumza tukiwa wapi? Ilikuwa ni FIFA break. FIFA break maana yake shughuli zote za vilabu zinasimama. Hata kama timu inaendelea na mazoezi, inacheza mechi, zinabaki kuwa ni indoor kwa sababu hiyo ni FIFA break. Sasa FIFA break imeisha jana. Sisi hii leo tumeingia kazini na kuanza kuwapa wanasimba taarifa kuhusiana na timu yao, na tunawaambia asubuhi ya leo tumefanya mazoezi hapa, na kesho Mwenyezi Mungu akijalia safari ya kuelekea Eswatini. Kwa hiyo hakuna kilichoharibika. Taarifa utazipata katika muda wake husika. Ilikuwa ni FIFA break, kila mtu